Viongozi mbalimbali kutoka Ulaya, Asia na kwingineko duniani wameanza kutengeneza mazingira ya mazungumzo na Iran juu ya kumalizika kwa vita. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amefanya mazungumzo ya simu kwa nyakati tofauti na mawaziri kutoka Ufaransa, Qatar, Uturuki, Korea Kusini na kwingineko. Na jambo muhimu ambalo limejadiliwa kwa kiasi kikubwa ni juu ya kumalizika kwa vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, kumezungumziwa juu ya kutathmini mahusiano ya pande zote, lakini pia matukio ya kieneo na mchakato wa kidiplomasia unaoendelea. Kwa mujibu wa taarifa ya Araghchi na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot, wamejadiliana masuala ya nchi mbili na mwelekeo wa kidiplomasia wa sasa. Aidha, Araghchi amefanya mazungumzo ya simu na Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, waziri mkuu na waziri wa mambo ya kigeni wa Qatar, ambapo viongozi hao wawili walibadilishana mawazo kuhusu hali tete ya kanda hiyo. Vilevile, Araghchi alizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan, wakijadili hatua za kidiplomasia zinazochukuliwa na matukio ya kieneo. Araghchi pia alizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini Cho Hyun kuhusu hali ya eneo. Katika mazungumzo hayo, Araghchi alibainisha hali ya sasa katika eneo la Ghuba ya Uajemi na lango la bahari la Hormuz, akisisitiza kuwa ukosefu wa usalama unaikabili kanda hii na madhara yake ya kimataifa vinatokana na hatua za uchokozi za Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Amesisitiza kuwa jumuiya ya kimataifa inapaswa kuwawajibisha wahusika hao kwa ukiukwaji huu wa sheria za kimataifa na uhalifu unaoendelea. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini amesisitiza msimamo wa nchi yake kuhusu muhimu wa kuhakikisha usalama wa ufikiaji wa baharini katika kanda hii na ulimwenguni kote. Aidha, ameonyesha matumaini kwa juhudi za kidiplomasia, akisema zitafikia mwafaka haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo linatajwa ni kwamba Korea ya Kusini ilitajwa kuwa itakuwa mshirika katika kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, lakini kutokana na hali ya namna ambavyo Iran ilijipanga, Korea ya Kusini inasalia kuwa mtazamaji kwa sasa na hakuna mpango wowote wa kuweza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Ikumbukwe kuwa Iran iliufunga mlango wa bahari wa Hormuz kwa maadui zake na washirika kuanzia kuanza kwa uchokozi usiokuwa halali wa Marekani na Israel dhidi yake, ambao ulianza mnamo Februari 28. Iran ilianza kutekeleza udhibiti mkali zaidi mwezi uliopita baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kizuizi hicho dhidi ya meli na bandari za Iran, hatua ambayo ni ukiukwaji wa masharti ya usitishaji wa vita uliosimamiwa na Pakistan ambao ulianza kutekelezwa Aprili 8. Hivi karibuni Marekani ilianzisha operesheni ya kijeshi iliyodaiwa kulenga kufungua kwa nguvu lango la Hormuz, lakini ilazimika kusitisha harakati hizo mbele ya msimamo thabiti wa Iran dhidi ya uharamia wa Marekani na vitisho vya usalama vya baharini. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea